Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo na karibu. Mimi ni Karorobi. Shukrani kwa kujumuika nasi msikilizaji, nami ni Halima Nyanza. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Iran imelani mashambulizi ya Marekani na Saudi Arabia nchini Iraq, ikisema kuwa ni jaribio la kutanua vita katika kanda hiyo. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni, hatua inayotafsiriwa kuwa huenda ikamwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa 3 madarakani. Wananchi hususan huku mashariki wanataka kitu kimoja, ni amani. Wanashangaa sana kuona upande wa Kinshasa wanazungumzia kuhusu kubadili katiba, wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo raia wanakufa katika vita, wengine wamekimbia makazi yao katika vijiji. Shirikisho la soka duniani FIFA linakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wadau wa soka baada ya kutangaza mpango wa kuvutia wawekezaji binafsi katika shughuli zake kibiashara. Na katika waridi wa BBC hii leo tunamwangazia Daktari Catherine Nyongesa, mwanamke wa kwanza nchini Kenya kuwa daktari bingwa wa saratani. Nilikuwa na dadangu alikuwa na saratani na nilikuwa naumia sana kutafuta hospitali, kutafuta daktari na madawa. Sasa hiyo yote ilinipea motisha ya kwamba hata ni vizuri hata mimi nijenge hospitali ya saratani. Viwanjani, UEFA yakasirishwa vikali na mpango wa Infantino wa kombe la dunia na kuitisha kikao cha dharura. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa kwako na Milizi Masinga. Wanamgambo wenye uhusiano na Iran nchini Iraq wanasema kuwa takribani wanachama wake 20 wameuawa katika mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na Marekani na Saudi Arabia. Vikosi vya uhamasishaji ambavyo vimeunganishwa na vikosi vya usalama vya Iraq vilisema kuwa watu wengine 32 walijeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga vituo vyake. Mashambulizi hayo yalitokea baada ya Iran kusema kuwa ilikuwa imelenga kituo cha Marekani na kituo cha Amri mjini Jordan kwa makombora ya masafa marefu, jambo ambalo Marekani inasema ilifanikiwa kuyazuia. Marekani inasema Iran imefanya zaidi ya mashambulizi 30 ya ndege zisizo na rubani katika kipindi cha saa 72 zilizopita. Ghadhabu kuhusu mipango ya FIFA ya kuuza hisa katika kampuni tanzu yenye thamani ya dola bilioni 20 inayosimamia mashindano yake imeendelea. Mkuu wa masuala ya michezo Umoja wa Ulaya Glenn Mikhalef aliandika katika mtandao wa kijamii wa X akishutumu FIFA kwa kuendeleza biashara ya soka kwa namna ambayo inaharibu mchezo huo. Shirikisho la soka la Ulaya lilisema kuwa kombe la dunia si mali ya kuuzwa au kufanywa biashara na linakutana leo katika kikao cha dharura. FIFA inataka kampuni ya wekezaji wa mitaji binafsi inayoongozwa na kaka wa mkwe wa mtoto wa kiume wa Rais Trump isimamie kundi la wekezaji binafsi. Miguel Delaney ni mwandishi mkuu wa masuala ya soka ya gazeti la The Independent, ametoa maoni yake kwa BBC kuhusu swala hilo. If there are financial incentives now, iwapo sasa kutakuwa na motisha wa kifedha, mara nyingi hilo halitakuwa kwa manufaa ya jumla ya mchezo wa soka, kwa sababu wahusika watahitajika zaidi katika kile kinacholeta fedha badala ya kile kilicho bora kwa soka kwa ujumla. Ndio maana hoja zetu kuhusu fedha kurejeshwa kwenye mchezo au kwamba zitanufaisha sekta nzima ya soka na kugawia zaidi kwa wanachama ni mitazamo ya muda mfupi. Na hii ni kwa sababu hatua hizo zinaweza kuwa na athari kwa mustakabali wa muda mrefu wa mchezo wenyewe. The long-term future of the game. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia uhamiaji linasema kuwa zaidi ya raia 83 wamekimbia mapigano katika jimbo la Kordofan Kusini nchini Sudan na sasa wanaishi katika mji wa El Obeid. Mkuu wa ujumbe wa shirika hilo nchini Sudan, Mohamed Rafat, amesema kuwa familia hazina namna ya kufanya, huku watu wengine zaidi wakiendelea kuwasili licha ya mashambulizi yanayoendelea kufanywa na kikosi cha wanamgambo wa RSF. Picha za satellite zilizothibitishwa na BBC zinaonyesha kuwa kambi ya wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao mjini humo imepanuka tangu mwezi Machi. Wafanyakazi wa misaada wanaonya kuwa hali inazidi kuwa mbaya na kuna upungufu mkubwa wa chakula baada ya RSF kukata njia za usambazaji wa bidhaa kwa miezi kadhaa. Siku ya Jumatatu, jeshi la Sudan lilisema limefanikiwa kudhibiti barabara muhimu inayounganisha El Obeid na Khartoum. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka BBC.
Mamlaka nchini Ghana zinaendelea na juhudi za kurejesha huduma ya umeme baada ya hitilafu kubwa kukumba maeneo mengi ya nchi hiyo mapema Jumatano. Kukatika kwa umeme kumeathiri mji mkuu Accra pamoja na sehemu kubwa ya eneo la kaskazini ikiwemo mji wa Kumasi. Shirika la umeme nchini Ghana limesema hitilafu katika gridi ya taifa ilisababisha mitambo kadhaa kuzalisha umeme kuzimika kwa wakati mmoja, hali iliyokatiza usambazaji wa umeme. Peter Mwangangi na maelezo zaidi. Kampuni ya kusimamia usafirishaji wa umeme nchini humo, Ghana Grid Company Limited, imesema katika taarifa kwamba hitilafu hiyo ilisababisha mitambo kadhaa ya kuzalisha umeme kusitisha shughuli zake kwa wakati mmoja na hivyo kukatiza huduma ya umeme. Shirika hilo limeongeza kuwa limeanza kurejesha umeme katika maeneo yaliyoathirika. Kwa miaka kadhaa, wananchi wa Ghana wamekuwa wakikabiliwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara, hali inayojulikana kwa jina la Dumza, neno na lugha ya Akan linalomaanisha kuwaka na kuzimika. Ghana, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa duniani wa dhahabu na kakao, katika miaka ya hivi karibuni imekuwa ikitegemea zaidi gesi kama chanzo kikuu cha kuzalisha umeme. Nchi hiyo hupata sehemu kubwa ya umeme wake kutoka kwenye vyanzo vya maji na mitambo ya joto. Aliyekuwa mshauri mkuu wa matibabu wa ikulu ya White House, Dr. Anthony Fauci, anahojiwa na kamati ya Seneti ya Marekani inayoshughulikia usalama wa taifa kuhusu chimbuko la virusi vya korona na namna serikali ya Marekani ilivyoshughulikia janga hilo. Dr. Fauci alikuwa na nafasi muhimu katika kuongoza mwitikio wa Marekani wakati wa janga hilo. Mwenyekiti wa kamati hiyo kutoka chama cha Republican, Senator Rand Paul, kwa muda mrefu amekuwa akimtuhumu Fauci kwa kujaribu kuficha chanzo cha virusi vya korona. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mitambo mingine miwili ya kusafisha mafuta nchini Urusi imelipuliwa katika mashambulizi ya Ukraine yaliyofanyika mapema asubuhi. Kiwanda cha Ryazan kilichoko kusini mashariki mwa Moscow ni miongoni mwa mitambo mikubwa zaidi ya kusafisha mafuta nchini Urusi. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Liz Masinga. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya ya Dira ya Dunia unaweza pia kuyasikiliza kupitia Lolilonda FM, Radio Kwizera na Radio One Stereo. Kenya yanapatikana pia kupitia Nyota FM, Most FM na Milele FM. Ukiwa nchini Uganda unaweza kusikiliza kupitia Radio Chitara, Voice of Busoga na Voice of Mwabura. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio FM. Pia Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1. Yapo pia kwenye tovuti yetu ya bbcnewsswahili.com na kwenye kurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili. Leo hii uko nami Halima Nyanza na mwenzangu ni Caro Robi. Caro Robi, karibu na uwanjani wako.